Mtazamaji wangu, Bwana Yesu asifiwe. Weekend yako ilikuwa namna gani? Ni matumaini yangu ya kwamba umeweza kuamka ukiwa salama. Hiyo jana uliweza kuhudhuria ibada na ukaweza na kubarikiwa. Ni siku mpya kwetu, wiki mpya kwetu, ambapo huwa ninakukumbusha tu umshukuru Mwenyezi Mungu. Maana imegharimu tu mkono wake, nguvu zake na neema zake tu. Kwa hivyo, ingekuwa tu ni kwa uwezo wa binadamu, wengine wetu hatungeamka katika uso wa dunia. Bali tu Mwenyezi Mungu ameweza na kutufunika tu na neema yake na akaweza na kutubariki na uhai kwa siku ya leo. Hivyo basi, ninakukaribisha katika hiki kipindi cha Manyunyu ya Baraka. Kuanzia hii leo, hii wiki yote uandamane pamoja nasi. Uendelee na kufuatilia hiki kipindi. Ni kipindi ambacho utubariki sana. Ni kipindi ambacho utuinua kiroho. Ni kipindi ambacho mtumishi wa Mwenyezi Mungu huwa anatuombea kila asubuhi, kila siku, ili Mwenyezi Mungu akaweza na kutembea pamoja nasi, akaweza na kutuongoza, akaweze pia na kutubariki. Na asubuhi ya leo tuko na mtumishi wa Mwenyezi Mungu ambaye ni Pastor Jackson Motinda kutoka kanisa la ABC Lumbwa. Yuko hapa tayari kabisa ili akaweze kuendelea na kutunyunyizia baraka za Mwenyezi Mungu kupitia kipindi cha Manyunyu ya Baraka. Na pia ni yeye tu tutakuwa pamoja naye hii wiki yote. Ni matumaini yangu ya kwamba utakuwa unakifuatilia ili tukaweze kuendelea na kubarikiwa pamoja. Na odha wa kipindi mwenyewe ni mimi Pastor Lucy Michael. Karibu. Mpendwa mtazamaji wa runinga ya Undugu TV, naomba nikukaribishe kwenye kipindi hiki cha Manyunyu ya Baraka. Tushiriki pamoja neno la Mungu asubuhi hii ya leo, ambalo tutaweza kuwa pamoja kwa muda wa siku hizi 7, na nina imani kuu ya kwamba tutabarikiwa zote kwa pamoja. Na hivyo basi, kabla niendelee, ningependa tukapate kuomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo, uliye mwema, kiongozi, uliye Mungu mkuu, unayetupenda na upendo ambao hatuwezi tukaufananisha na mwingine, asubuhi hii ya leo ningependa nikushukuru kwa sababu ya mtazamaji, kwa sababu yangu, kwa sababu ya pia nchi yetu ya Kenya, na kwa sababu ya wapendwa wa Kristo mahali ambapo walipo ulimwenguni kote. Asante kwa ajili ya baraka zako za uhai asubuhi ya leo, tunapoamini ya kwamba utasimama nasi na utatubariki kupitia kwa neno lako. Pia tukikushukuru kwa sababu ya ulinzi wako ambao umetenda nasi usiku wote Bwana. Tuomba baraka zako zienende pamoja nasi. Tuomba ukatushike mkono na kututangulia katika mema yote, maana unastahili na unapendeza. Na hivyo basi, tunapoanza mahubiri ya siku ya leo, tuomba uandamane pamoja nasi hadi tamati. Mtakatifu, tukushukuru. Bariki mtazamaji na unibariki pia. Na ni katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu tumeomba. Amen. Penda mtazamaji, siku hii ya leo ningependa tuingie katika neno la Bwana. Ninapoenda kunenea mambo haya katika wiki hii, na nina imani ya kwamba utakuwa pamoja nasi. Na jambo ambalo ninaenda kuangalia ni mambo ya maadili. Maadili ya Mkristo, ama ukipenda ethics. Kwa sababu ili jambo ni jambo ambalo utusaidia sana zaidi kueleweka sisi ni kina nani. Na ninapoenda kuzungumzia mambo ya ethics of unbeliever, ama tabia na mwenendo wa Mkristo ama muumini. Na asubuhi hii ya leo pia ni vizuri kwanza tujue, maana ukisikia hili neno maadili, ni kwamba ni neno ambalo hutumika sana, na hata tunasikia ya kwamba kuna vikundi ambavyo vimetengenezwa ama bodies ambazo zimetengenezwa na serikali yetu pia, ili kuweza kuchunguza maadili ya wafanyakazi
wa serikali. Na ukisikia tuna vikundi kama ethics and anti-corruption, hiyo ya EAC ambayo pia inachunguza. Na ukiangalia katika joto la kisiasa ambalo limenguza nchi yetu ya Kenya, pia tunaona ya kwamba kwa sababu ya viongozi kukosa hayo maadili, tunaona ya kwamba nchi kumeweza kutokea joto la kisiasa kwa sababu ya viongozi kutoelewa ili jambo ama kutoelewa maadili yao. Na vile vile kukatengenezwa vikundi ama mbodi iweze kuchunguza maadili ya viongozi. Lakini kabla ya utengenezewe viongozi pale ama hii kikundi ambao ni ya kuchunguza, iwe ni askari, iwe ni wanasiasa, iwe ni wengine. Lakini jambo la maana sana, unapojifundisha kuwa na maadili mema, basi ukifikia wakati ule wa kuongoza, na maana kwamba utaongoza watu ukijielewa. Na kama vile hizo zimetengenezwa pia, ningependa pia tuweze kuangalia maadili ya Mkristo na jinsi yanavyo tufundisha. Ethics of a Christian, all of a believer, na zinatufundisha nini? Na jambo la kwanza ambalo ningependa tujifundishe siku ya leo ni Christian ethics ama ethics of a believer. Zinatufundisha ama maadili ya muumini yanamfundisha jinsi ya kuishi. Na unajua ya kwamba believers ethics or ethic inatusomesha wewe ni nani. Watu wanakujua aje kutokana na mtazamo wako na vile wewe mwenyewe wanakuangalia. Na ninapoangalia kwenye kitabu cha Wakolosai mlango ule wa 1 na mstari ule wa 10, neno lasema ya kwamba mwenende kama ulivyo wajibu wenu kwa Bwana, mkimpendeza kabisa, mkizaa matunda kwa kila kazi jema na kuzidi katika maarifa ya Mungu. Hapa neno kuu Biblia linasema kuhusu mwenende kama, yaani ni mwendo ambao unatuongoza katika utaratibu wetu wa kufanya mambo ya kila siku. Na pale natuambia kama ulivyo wajibu kwa Bwana, kama yalivyo mapenzi ya Mungu, tuenende kwa njia ile. And that's why tunasema this means that Christian ethics teaches us how to live. Maadili yetu yanatufundisha jinsi ya kuishi. Na haya yananileta na kunionyesha ya kwamba Mkristo si mtu wa kuongea ovyo ovyo. Mkristo sio mtu wa kutoa matamshi ovyo ovyo. Maana Biblia inasema ya kwamba mwenende kama ulivyo wajibu wenu kwa Bwana. Biblia unaporudi katika Luke, kitabu cha Luka mlango wa 2 na mstari wa 52, pale tunaona ya kwamba maadili yanaanza mtoto ama mtu akiwa katika umri wa chini. Kwa hivyo mtu yeyote tu anaweza kuwa na maadili mema, na haya yanatokana pia na malezi ambayo ameyapata. Japo kuwa kwingi tunapenda sana wale watu ambao wanaachilia maneno, iwe ni matusi, iwe ni maneno ya aina gani, lakini unapata ya kwamba katika hayo mambo mengi pia ni inadetermine wewe utakuwa nani wakati utakuwa mtu mkubwa. Kwa hivyo ukikaa na ukikuwa kwa hali hiyo, itafikia wakati labda kazi ipate kukushinda kwa sababu ya matamshi yako. Pia Biblia inasema ya kwamba mkimpendeza kabisa, mkipendeza Mungu. Hiyo kitabu ambao nimenguza pale Luka 2:52 inatuonyesha Yesu
wakati wa umri wake vile alivyoenenda. Bible inasema ya kwamba alienenda akiwa mcha Mungu na akiwapendeza pia wanadamu. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo si la kulazimishwa kufanya, bali ni jambo ambalo yanatoka katika moyo wako, na yanapotoka katika moyo wako vile vile kuna sauti ingine ambayo inatuamkua sisi kama watumishi, sisi kama wapenzi, sisi kama wapendwa wa Mungu. Lazima tuwe na hiyo sauti ambayo pia inatuamkua, na hiyo sauti ambayo inatuamkua ni sauti ya Roho Mtakatifu, na Roho Mtakatifu uingia katika maisha yetu tukimpatia nafasi ya kuingia. That's why tunasema ya kwamba it is important to study. Ni vizuri pia kusoma maadili ya Mkristo, maadili ya muumini. Yanaweza kuwa namna gani? Yanaweza kuwa kwa njia gani ili tuweze kuyafuata? Na tunasema ya kwamba we walk in a manner worthy of the Lord, fully pleasing to him. We walk in a manner worthy of the Lord. Tunatembea katika njia ambayo inampendeza Mungu. Tunatembea katika njia ambayo inamfurahisha Mungu. Na hizi njia labda ambazo zinamfurahisha Mungu ni njia gani? Ama ni njia zipi? Kuishi katika neema, kuishi katika uzima, kuishi katika kutambua ya kwamba uliumbwa na Mungu, na juu yako pia kuna sauti ingine ambayo inaweza kuwa inanena mbele yako. Kwa hivyo mpendwa mtazamaji, maadili ni ya maana sana katika maisha ya Mkristo. Maadili yatasaidia Mkristo sana kumleta karibu na Mungu, na ndio maana tunasema ya kwamba Yesu alipokuwa akikuwa katika kimo na hata kumpendeza Mungu na wanadamu, basi tunaona ya kwamba hayo mambo ambayo yalimfanya hivyo ni kwa sababu ya yeye mwenyewe kunyenyekea. Maana maadili yanatupeleka katika hali ya kunyenyekea. Maadili yanatuondolea madharau. Maadili yanatuondolea kunjipiga kifua. Maadili yanatambua aliye juu ambaye ni Mungu, na kwa uweza wake tunaishi. Kwa hivyo mpendwa mtazamaji, maadili ni mambo ya maana sana, ama ni jambo la maana sana katika maisha ya Mkristo. Na pale nasema ya kwamba mkizaa matunda kwa kila kazi jema, maana watu watafurahishwa na huduma zako ikiwa maadili yako ni mema, na watu watapendezwa pia na tumesema watapendezwa na tabia, na zaidi ya yote utapata kuzaa. Utapata kwamba watoto wanasema ningependa wakati nitakuwa niwe kama kiongozi fulani, kwa sababu wanaona mazungumzo yake, wanaona vile anavyofanya mambo, wanaona vile anavyoenenda. Hakuna mambo ya corruption katika maisha yake, na hawezi kupokea kitu ambacho anjafanya kazi akachoka ama akaweza kupokea mshahara. Kwa hivyo maadili mema utusaidia sisi kama Wakristo kukua katika misingi ya Mungu, na pia yanatuleta karibu na Mungu. Bwana atubariki na abariki neno lake. Basi nakutakia siku njema na siku yenye baraka zake Mwenyezi Mungu. Na tuombe. Baba Mwenyezi Mungu, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa sababu ya neno lako. Baba, tumefahamu ya kwamba tukiwa na maadili mema vile vile utatupenda, na hivyo katika upendo wako utaweza kutengeneza maisha yetu, na zaidi ya yote mtakatifu, tutakuwa watu ambao ni wa kutegemewa katika mambo mengi, katika sehemu nyingi, na zaidi ya yote tutapokea baraka kuu kutoka kwako. Baba, asante kwa sababu utatusaidia siku yote. Utambariki mtazamaji, utabariki runinga hii, na zaidi ya yote utatuweka katika hali ya kutumika katika madhabahu na katika nguvu zako. Na ni katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu tumeomba. Amen.
Mtazamaji wangu, kama vile ambavyo umeweza na kumsikiza tu mtumishi wa Mwenyezi Mungu hii leo na asubuhi ya leo, tumeweza na kujua kwamba hii wiki yote tutakuwa tunaangazia mambo na maadili, mambo na tabia. Na asubuhi ya leo akaweza na kutufundisha yule ambaye tunafaa kumfanana. Maana maadili ni kwamba tabia yako itaweza na kukunjulisha ama kujulisha wengine wewe ni nani. Itaweza hata kukusema vizuri wewe baba yako ama mama yako, mzazi wako ni yupi, unafanana na nani. Maadili tu, tabia tu. Na asubuhi ya leo tukaweza na kujua kwamba sisi ni watoto wa Mwenyezi Mungu. Hivyo basi tunafaa na kumfana tu huyo Mwenyezi Mungu. Tutembee katika maadili mema, maana tunafanana naye. Kwa tabia zetu za kila siku tunafaa kumfanana, maana ni yeye baba yetu. Na tukaweza na kujua kwamba Mungu ni wa upendo, na tunafaa na kutembea kama vile ambavyo yeye yuwapenda. Je, wewe kama Mkristo, dada yangu, ndugu yangu, unatembea kama unamfana nani? Maadili yako yanaweza na kuitanishwa na Mwenyezi Mungu? Ama wewe uko tu mahali tu, umesimama tu, unjulikani huyu tumuite wa shetani, huyu tumuite wa Mungu? Na shetani ana mtu yeyote yule, lakini ni sisi huwa tunajichagulia kukaa pale. Je, tabia yako inakuruhusu kuitanishwa na Mwenyezi Mungu, ama inaruhusu tu kuitanishwa na huyo shetani mwenyewe, mfalme wa nchi? Jiulize na mimi nijiulize. Lakini la mno ni kwamba tunjiangalie, maana kila mtu angetaka tu kuitanishwa tu na Mwenyezi Mungu. Tuangalie maadili yetu, tabia zetu ziko namna gani, zinamfana ama azimfani. Ninakutakia wakati mwema, siku njema. Mungu na akutangulie katika kila jambo, na Mungu aendelee na kukupigania, na Mungu aendelee na kukubariki katika hatua zako zote, na pia kukuongoza. Bye bye.